Bana, kama ilivyo kawaida tumekuwa tukijuzana kuhusiana na masuala ya sajili zaidi kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea hususan katika dirisha dogo hili la usajili. Yapo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea na tumekuwa tukijuzana hapa vizuri kabisa. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA kama ilivyo kawaida, na kujuza pia kuhusiana na swala zima la penyenye za sajili ambazo zimekuwa zikiendelea. Bana, kwa upande wa wananchi Young Africans wameamua kutuma ofa ya shilingi milioni 721 ambazo wametuma kwenda kwenye klabu ya Radomiak Radom ya kule Poland, ili pia kuweza kuinasa saini ya mshambuliaji wa Angola. Huyu si mwingine ni ule mwamba ambaye tulipenyeza penyenye yake hapa, na huyu si mwingine jina lake maarufu kabisa ambalo anaitwa Depu. Huyu mwamba ana historia kubwa sana katika ardhi ya Angola na ni raia wa Angola. Amefanya mengi makubwa kwenye ardhi ya Angola. Jina lake maarufu ni Laurindo Dilson Maria Aurelio ndo jina lake maarufu. Bwana ana umri wa miaka 25 huyu mwamba, na ni moja kati ya kijana ambaye alizaliwa pale Lobito, Angola Januari 8 mwaka 2000 akiwa na umri wa miaka 25 mpaka hivi sasa, na mara nyingi amekuwa akivaa jezi namba 29. Kwa upande wa wananchi Young Africans wameona isiwe kesi, wacha waweze kumnunua huyu mwamba na waweze kutoa kitita cha shilingi milioni 700 kama ofa ya kuishawishi klabu yake ambayo anaitumikia kwa hivi sasa ili kuweza kuinasa saini ya huyu mwamba. Sasa kutokana na namna ambavyo pia rekodi huyu mwamba ameziweka, Young Africans wakasema isiwe kesi, wacha wapambane kuweza kuona namna gani wanaweza wakampata huyu striker ambaye ni kiungo, ni mshambuliaji haswa, teka la mabao ambalo limekuwa likifanya vizuri pale Angola kwenye timu ya taifa ya Angola. Lakini hili ni pendekezo la kocha Pedro Goncalves. Yeye ndo amekuwa akipendekeza na kushinikiza huyu mwamba aweze kusajiliwa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, na kocha akishasema basi kwa asilimia kubwa anasikilizwa, na kocha ameendelea kushinikiza kwamba Young Africans wapambane waweze kumpata huyu mwamba Dep. Sasa tuweze kuona kama Young Africans watafanikisha kuweza kumpata Dep ama itakuwa vipi. Lakini pia rekodi za Dep katika vilabu ambavyo amekupita mwaka 2019 mpaka 20 alikipiga katika klabu ya Academica Lobito ya kule katika mji ambao amezaliwa, ambapo hapa alifanikiwa kucheza mechi takriban 10 na akafanikiwa kufunga bao moja tu pekee. Mwaka 2020-21 msimu huo akajiunga na klabu ya Recreativo Kala ya pale Angola, ambapo alicheza mechi 20 akafanikiwa kufunga mabao takribani 10 ikiwa na wastani mzuri kabisa katika msimu huo wa mwaka 2020-21. Lakini pia katika msimu wa mwaka 2021-23 akajiunga na klabu ya Sagrada Esperanca ya pale Angola. 2021 ndo alijiunga nayo na akakipiga paka mwaka 2023 akakipiga misimu miwili, ambapo hapa alifanikiwa kucheza michezo 18 tu, akizidi kuongezeka idadi ya wastani wa kufunga mabao. Mechi 18 mwamba akafanikiwa kutupia mabao takribani 19. Hapa alikuwa ni mwiba kweli kweli, alikuwa ambiliki kwenye kikosi cha Sagrada Esperanca ya pale Angola. Lakini pia msimu wa mwaka 2023 akajiunga na Petro de Luanda. Hapa kwenye kikosi cha Petro de Luanda mwamba alifanikiwa kucheza michezo 5 tu na akafanikiwa kutupia mabao takribani 2. Msimu wa mwaka 2023 akudumu sana kwenye kikosi cha Petro de Luanda. Msimu wa mwaka 2023 akajiunga na timu ya Gil Vicente. Hapa alinunuliwa kwa kitita kirefu na hapa akakipiga paka mwaka 2025, nikiwa namaanisha mwaka uliopita, ambapo alifanikiwa kucheza michezo 24. Lakini pia akapunguza wastani wa mabao. Hapa akafanikiwa kufunga mabao takribani 3 tu katika michezo 24. Hii inaashiria kwamba tofauti na msimu wake ambao ulikuwa bora 2021-23 akiwa kwenye kikosi cha Sagrada Esperanca akifanikiwa kucheza michezo 18 na kufunga mabao 19, mabao mengi haswa,
lakini msimu wa mwaka 2023-25 mwaka wake ukawa sio mzuri kwenye kikosi cha Gil Vicente, ambapo alifanikiwa kufunga mabao matatu tu katika michezo 24. Lakini pia msimu wa mwaka 2024-25 hapa akiwa kwenye kikosi cha Gil Vicente alipelekwa kwa mkopo hapa 2024-25, ambapo akakipiga kwa mkopo katika klabu ya Vojvodina, ambapo hapa alicheza mechi 21, mwamba kufanikiwa kufunga bao hata moja. Yes, tuelewane hivyo. Mechi 21 hakufanikiwa kuona lango kabisa, kufanikiwa kuweza kufunga kabisa bao lolote lile. Lakini msimu wa mwaka 2025 akachukuliwa na hii klabu ya Poland ambayo inaitwa Radomiak Radom, ambapo hapa ndipo ambapo yupo na mwamba tayari amecheza mechi takriban 9 na amefanikiwa kufunga bao moja tu pekee mpaka hivi sasa. Sasa rekodi kubwa za huyu mwamba Laurindo Dilson Maria Aurelio Depu jina lake maarufu, huyu mwamba rekodi yake kubwa ni kwenye timu ya taifa ya Angola, ambayo aliitwa kwenye timu ya taifa ya Angola ambapo mpaka hivi sasa yupo. Kuanzia mwaka 2021 mwamba akafanikiwa kucheza michezo 18, akafanikiwa kufunga mabao takriban 15 na rekodi nzuri kwenye timu ya taifa, mabao 15 katika mechi 18 ambazo amezicheza. Lakini pia rekodi yake kubwa ni ile ambayo alikipiga kwenye kikosi cha Sagrada Esperanca, mechi 18, mabao 19. Hizo ndo rekodi mbili ambazo mwamba anazo kwenye historia ya rekodi yake pale Angola, na amefanya vizuri na ni moja kati ya mchezaji ambaye ni teka la mabao kweli kweli, akiwa ana uzoefu mzuri wa kuvaa jezi namba 29 kama nilivyokuambia kwamba mwamba alizaliwa pale Lobito, Angola Januari 8 mwaka 2000 akiwa na umri wa miaka 25. Sasa chuma kinaweza kikatua kwenye ardhi ya Tanzania endapo kama klabu ya Radomiak Radom ya pale Poland kama watakubali kitita cha Young Africans ambacho wamepeleka kama ofa ambao wamepeleka kwenye klabu hiyo. Kama endapo klabu hiyo itakubali, basi mwamba atatoa kwenye ardhi ya Tanzania, na hii ni ofa ya kwanza ambayo imetumwa na wananchi Young Africans, milioni 721 kuweza kupata chuma hicho hapo kwa upande wa wananchi Young Africans. Sasa huyu mwamba bao moja tu pekee katika mechi 10 ambazo amecheza kwenye kikosi hicho cha Radomiak. Hapa ndo watu wengi wanabaki kujiuliza, sasa hapa kwa upande wa wananchi Young Africans vipi? Mwamba atakuja kushaini ama la? Ndio, anaweza akashaini ama asishaini pia vile vile. Kwa wengine ambao tayari wameshaanza kusema hamna striker hapo, hamna kitu hapo. Bana, mimi sijasema kitu, hizo ni takwimu tu. Sasa hayo mengine hayakuhusu wala hayanihusu. Kikubwa tusubiri kuweza kuona chuma kitue, tujue atafanya nini pale mitaa ya Jangwani. Hakikisha una subscribe channel yetu kwa ajili ya kuwa kwanza kupata taarifa za kimichezo. Hakikisha unaishi ndani ya Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenyeji ya FIFA. Bye bye.